kuwa uamuzi wa Hungary kujiondoa kuwa nchi mwanachama wa mkataba uliounda mahakama ya kimataifa inayoshughulikia kesi za uhalifu wa kivita na ubinadamu ICC umesifiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyeziarani Hungary. ICC ilitoa waranti wa kukamatwa kwa Netanyahu, lakini Hungary inaishtumu mahakama hiyo kwa kuwa asasi ya kisiasa zaidi badala ya kisheria na kusema itapuuza agizo la kukamatwa kwa Netanyahu. Peter Mongangi na taarifa zaidi. Taifa la Hungary limetangaza kujiondoa katika wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC saa chache tu kabla ya rais wa taifa hilo Viktor Orban kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye anazuru taifa hilo kwa sasa na pia ambaye amewekewa waranti ya kukamatwa na mahakama hiyo ya ICC. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel, rais huyo wa Hungary amesema waliafikia hatua hiyo kwani mahakama ya ICC inatumika vibaya kuwakandamiza viongozi kisiasa. Nimetia saini hati ya kujiondoa katika mahakama ya ICC kwa sababu serikali ya Hungary na Hungary kama taifa tumeamua tutajiondoa katika mahakama hiyo. Sababu kuu ni kuwa tunahisi kuwa imekuwa mahakama ya kisiasa. Katika miaka ya hapo nyuma imekuwa mahakama ya sheria, sasa ni ya kisiasa, na tumeona uamuzi wake dhidi ya Israel, na tunaamini kwamba mahakama hiyo inaendeshwa na maslahi ya kisiasa na hivyo hatuwezi kujihusisha nayo. Sisi kama taifa ambalo tunaamini demokrasia, inasikitisha kwamba mahakama hiyo imepunguzwa hadhi na sasa imekuwa chombo cha kisiasa na hatutajihusisha nalo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepongeza hatua ya rais wa Hungary na kusema mahakama ya ICC imejaa ufisadi. Umechukua hatua kubwa sana dhidi ya mahakama ya ICC. Na ninashukuru Victor. Hili sio muhimu tu kwetu, bali ni muhimu kwa demokrasia zote. Ni muhimu kusimama kidete dhidi ya shirika hilo fisadi ambalo linaona demokrasia kama ugaidi. Linafaa tupambane dhidi ya utumwa huo. This is important for all of us, for all of civilization as we fight this battle against barbarism. Ingawa tangazo la Hungary kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya ICC ina uzito, haiathiri utendakazi wa mahakama hiyo kwa njia yoyote. Mataifa kama Marekani, Urusi, China, Korea Kaskazini sio wanachama wa mahakama hiyo ya ICC na hawatambui mamlaka ya mahakama hiyo. Kufikia sasa, Burundi ndio taifa pekee ambalo limejiondoa kikamilifu kutoka kuwa mwanachama wa mahakama hiyo. Awali, Afrika Kusini na Gambia walikuwa wametishia kujiondoa kwa wanachama ila wakasitisha azma zao. Tukisonga mbele, rais wa Uganda Yoweri Museveni amewasili Sudan Kusini kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Salva Kiir. Kuna hofu huenda Sudan Kusini ikatumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lizi Masenga anaarifu zaidi. Uganda imetuma majeshi nchini humo kuunga mkono serikali ya Rais Kiir baada ya jeshi la Sudani Kusini wiki iliyopita kushambuliwa na wapiganaji ambao serikali inasema ni watiifu kwa makamu wa rais Riek Machar ambaye sasa yuko kifungo cha nyumbani. Rais Museveni ndiye kiongozi wa kwanza wa nchi kuizuru Sudani Kusini tangu Machar kukamatwa wiki iliyopita. Ziara ya Rais Museveni inakuja siku moja tu baada ya wapatanishi wa Umoja wa Afrika kuwasili Juba kujaribu kufanya mazungumzo na Rais Kiir ili kusuluhisha mzozo huo wa Sudani Kusini. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga aliyeteuliwa na rais wa Kenya William Ruto kuwa mjumbe kuhusu Sudani Kusini pia alikwenda Juba kujaribu kuzipatanisha pande hizo mbili zinazozozana, lakini hakufanikiwa kukutana na bwana Machar. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mapigano yaliyozuka hivi punde tayari yamewaacha zaidi ya watu 60,000 bila makazi. Mnamo mwaka 2018 Rais Kiir na Machar walitia saini makubaliano ya amani ya kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu miaka 5. Zaidi ya watu 100,000 waliuawa katika vita hivyo, karibu theluthi moja idadi ya jumla ya watu wa taifa hilo walioachwa bila makazi na wengine wengi kuwa wakimbizi. Na huku jitihada hizo zikifanyika za kidiplomasia, shirika la kimataifa la kutoa misaada ya kiutu la CARE linasema linatoa wasiwasi na mzozo uliozuka upya Sudan Kusini ambao unatishia kuzorotesha hata zaidi hali ya kibinadamu. Taifa hilo linakabiliwa na janga la mkurupuko wa kipindupindu ambalo limewaathiri zaidi ya watu milioni 1, watu zaidi ya milioni 7 na wakikumbwa na uhaba wa chakula, huku wengine na wakiachwa bila makazi kutokana na mapigano yaliyozuka upya. Ili kufahamu zaidi kuhusu mzozo huo, awali nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa CARE International kanda ya Mashariki na Kati mwa Afrika, Maina Kingori. 90% ya mapato ya nchi ya South Sudan yanatokana na uuzaji wa mafuta,
Na tangu vita vianze nchi ya Sudan Khartoum, huu uuzaji wa mafuta umekuwa ni changamoto kubwa na kuchangia kwa kupungua kwa rasilimali nyingi ambazo zinahitajika katika nchi ya South Sudan. Shida nyingine pia ni idadi kubwa ya wakimbizi. Kufikia mwaka huu kuna wakimbizi wa kutoka Sudan kuingia nchi ya South Sudan zaidi ya 1,000,000 ambao wameingilia Reng, wameingia sehemu zingine Bab el Ghazal, zaidi ya 1,000,000. Hawa ni wakimbizi ambao wanahitaji maji, wanahitaji chakula, wanahitaji matibabu. Wameingia kwenye sehemu za nchi ya South Sudan ambazo pia ni sehemu ambazo hazina utajiri mkubwa. Niseme pia nchi ya South Sudan ina wakimbizi wa ndani kwa ndani zaidi ya 2,000,000. Hawa wakimbizi wa ndani kwa ndani wametoroka makwao kwa sababu ya mafuriko. Watu usahau ya kwamba mafuriko nchi ya South Sudan mpaka saa hizi hayajaisha. Kuna mafuriko yameathiri pakubwa sana usafiri, kilimo, na yamefanya watu watoroke makwao. Watu wametoroka pia makwao kwa sababu ya mizozano ya ndani kwa ndani. Pale kuna jamii ambazo zinazozana na hayo mapigano yanachangia watu kutoroka. Mkurupuko wa kipindupindu, mkurupuko ambao umesababisha vifo zaidi ya 700 na kumekuwa na visa zaidi ya 40,000 katika nchi ya South Sudan. Kwa ujumla zaidi ya 75% ya watu katika nchi ya South Sudan wanahitaji aina moja ama nyingine ya msaada. Maina, pengine ni kundi gani katika jamii linaloathirika zaidi na haya yote yanayojiri Sudan Kusini? Kwa wakati wowote kunapotokea shida, watoto, kina mama na wasichana huwa wanaathirika zaidi. Na ni kwa sababu wana mahitaji maalum. Nikitoa mfano tu, 30% ya maafa kutokana na kipindupindu ni watoto, haswa watoto wachanga. Wale ambao wanaathirika sana na shida za utapiamlo, sana sana nikisema wale ambao wanatoka nchi ya Sudan, ambao wanakimbilia nchi ya South Sudan kuingilia pale Reng, wengi ambao wako na shida ya utapiamlo ni watoto wadogo na pia kina mama wajawazito. Ukumbuke pia ya kwamba kwenye hii nchi, na pia wale ambao wanatoroka vita Sudan ama wenye wanatoroka vita kwenye sehemu zenye kuna vita vya ndani kwa ndani, kuna mashambulizi ya kijinsia ambayo pia yanaathiri sana kina mama na wasichana. CARE kama mojawapo ya mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada ya kibinadamu katika taifa hilo changa duniani, mna kibarua gani kukidhia mahitaji ambayo yanaongezeka kila siku nchini Sudan Kusini? Kibarua ni kikubwa, mahitaji ni mengi, lakini rasilimali pia ni kidogo. Manake kama nchi haiangaziwi, basi sio watu wengi ambao wanaelewa vizuri zile changamoto, zile shida ambazo ziko kule hivi. Lakini hata hivyo CARE inajikakamua. Kwa hili swala la kipindupindu, CARE ina zahanati 37 ambazo zinasaidia katika kukumbana na janga la kipindupindu. Pale hivi katika hizi zahanati kuna ushirikiano ambao unaendelea kati yetu na wale ambao na mashirika ya kijamii pale hivi katika kutibu na pia kukinga hili swala la kipindupindu. Pia katika hizi zahanati watu wanapata neti za kujikinga kutoka malaria, watu wanapata matibabu pia dhidi ya magonjwa mengine ambayo yanapatikana katika jamii. Unahisi pengine jumuiya ya kimataifa inahitaji kuchukua hatua zipi za dharura ili kunusuru hali hiyo ya kibinadamu? Niseme ya kwamba jambo la muhimu zaidi ni kuzingatia kupatikana kwa amani katika nchi ya South Sudan. Ni muhimu ya kwamba kusitisha hii hali ya taharuki, mapigano ya kijamii na kupatia raia ulinzi. Kuwe na usalama. Watu wakipewa, raia wakipata usalama na iwe ya kwamba mashirika ya msaada yanaweza ingia zile sehemu ambazo kuna mapigano bila watu kuumizwa, itakuwa ni jambo kubwa sana. Niseme kwamba nchi ya South Sudan ni mojawapo ya nchi ambazo kwa wale ambao wanatoa msaada wa dharura ni nchi ambazo zina hatari kubwa sana. Kwa hivyo ikiwezekana ya kwamba watu wataweza kuingia kule kutoa msaada bila kuhofia usalama wao, hilo ni jambo kubwa sana. La pili ni ya kwamba kuwe na msaada wa kutosha. Kuna haja kubwa sana ya chakula, ya maji masafi na matibabu kwa wale ambao wanaugua.